Kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC, Jenerali Mohammad Pakpour amewaonya Marekani na Israel dhidi ya makosa ya kimkakati, akisema jeshi hilo lina kidole kwenye kitufe cha kufyatua risasi baada ya ukandamizaji mkali wa maandamano nchini. Hali hii inajiri huku rais wa Marekani Donald Trump akithibitisha kuwa Irani bado inaonekana kuwa tayari kufanya mazungumzo. And Iran does want to talk and we'll talk. Trump alisisitiza kuwa Marekani ilishambulia Irani mwaka jana kwenye maeneo ya kurutubisha uranium ili kuizuia kutengeneza silaha za nyuklia, huku akionya dhidi ya kuendeleza mpango huo. Maandamano ya wiki mbili yaliyoanza mwishoni mwa Desemba yalitikisa serikali ya kidini chini ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, lakini yakanyamazishwa kutokana na ukandamizaji mkali uliua maelfu na kupelekea kuzima kwa intaneti kitaifa. Taarifa rasmi ya Iran imesema kuwa watu 3117 waliuawa, huku mashirika ya haki za binadamu yakikadiria idadi kubwa zaidi, ikiwemo mauaji zaidi ya watu 4900 na majeruhi wengi zaidi ya 26500 waliokamatwa. Kiongozi mwingine wa kijeshi Jenerali Ali Abdullah Ali Abadi alionya Marekani kuwa maslahi yote, kambi na vituo vyake vinaweza kuwa malengo halali endapo itashambulia Iran. Akizungumza Davos, Trump alisema Irani inataka kuzungumza na tutazungumza, huku akionyesha kuwa Marekani bado iko tayari kuchukua hatua za kijeshi ikiwa Irani itaendeleza mpango wake wa nyuklia. Rais wa Israel Isaac Herzog aliongeza kuwa mustakabali wa watu wa Iran unaweza kupatikana tu kupitia mabadiliko ya utawala, akieleza kuwa serikali ya Ayatollah ipo katika hali dhaifu. Taarifa ya Pakpour iliyotolewa kuadhimisha siku ya taifa ya kusherehekea walinzi wa mapinduzi, jeshi lililopewa jukumu la kulinda mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 na lililoorodheshwa kama shirika la kigaidi na nchi kadhaa. Joto la vita likizidi kuongezeka Mashariki ya Kati baina ya Iran na Marekani pamoja na Israel, ambapo viongozi wa kijeshi wa Iran wamesema kwamba tayari mikono yao au vidole vyao vipo kwenye kitufe cha kufyatulia makombora kwa hivi sasa. Kwa hiyo endapo Israel na Marekani watafanya makosa ya kimkakati, basi watakwenda kujuta, kwa sababu Iran imepania vikali kuweza kufanya mashambulizi kwenda katika taifa la Israel kwa hivi sasa, hali ambayo inazidi kuibua taharuki kubwa, lakini kuleta hofu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump akiwa Davos akieleza kwamba Iran iko tayari kuzungumza na Marekani, huku kipindi anaondoka kuelekea Marekani kutokea Davos Uswizi akiwa kwenye ndege ya Air Force One, Trump alieleza kwamba meli ya kivita aina ya USS Abraham Lincoln inaelekea Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuweza kujiandaa na mapigano na Irani, kwa kusema kwamba endapo tu Irani italazimika kushambuliwa, basi itaweza kushambuliwa haraka iwezekanavyo bila kupoteza muda. Basi mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote ili uweze kufahamu yote yanayojiri huko katika anga za kimataifa.